Awali ya yote kwanza ni kushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niungane na waheshimiwa mawaziri wenzangu kutoa pongezi za dhati kabisa kwa ofisi ya waziri wa mkuu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya, lakini kwa wasilisho zuri wa bajeti yake. Moja ni bajeti ambayo imesheheni mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini imebeba matumaini ya kweli ya Watanzania katika kuhakikisha wanapata maendeleo. Lakini kwa dhati ya moyo nimpongeze kwa dhati kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Moja ya jukumu kubwa ni kumsaidia Mheshimiwa Rais. Amemsaidia kwa vitendo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupongeze sana. Tumekuona maeneo mbalimbali ukifanya kazi, lakini kubwa maeneo ambayo uliona anahitajika kuchukua hatua, hasa kwa watumishi wazembe, umechukua hatua bila kuangalia, pasina shaka kabisa. Kwa dhati kwa moyo tunajifunza mengi, lakini kwa dhati kabisa nikupongeze kwa kazi kubwa na nzuri umeifanya. Lakini eneo lingine nipongeze Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa waheshimiwa wabunge. Umepata michango mbalimbali kupitia bajeti hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini eneo la maji wamethamini kazi kubwa ambayo imefanyika katika kipindi hichi cha miaka 5. Tunashukuru kwa jitihada hizo ambazo na pongezi ambazo mmetupa, lakini yapo baadhi ya maeneo mmeweza kuchangia na mimi nitaweza kuyatolea ufafanuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Maji tulipewa maelekezo mahususi na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Alisema ya kwamba yeye ni mama na asilimia kubwa anoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi kubwa imefanyika katika eneo la maji. Miaka ya nyuma, moja ya changamoto kubwa sana katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikija bajeti ya Wizara ya Maji ilikuwa hapatoshi, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini leo tunaona katika kipindi hichi cha miaka 5, bajeti ya maji tumepata ushirikiano mkubwa, hasa kwa waheshimiwa wabunge, hasa chini ya michango yao, lakini juu ya usimamizi mzuri wa kamati yetu ya maji na mazingira na waheshimiwa wajumbe wa kamati. Nini maana yangu nataka kusema? Moja ya changamoto ilikuwa ni ufinyu wa bajeti. Miradi mingi imejengwa ilikuwa haikamiliki kwa sababu ya bajeti. Lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameongeza fedha katika eneo hili la maji. Leo tunaona na tunashuhudia miradi ambayo imejengwa tangu mwaka 1974 ambayo ilikuwa haikamiliki leo imeweza kukamilika. Ukenda zako kule Serengeti Mugumu, ilikuwa ni mifano ya miradi ambayo dhahiri ambayo imejengwa muda mrefu ilikuwa haikamiliki leo imekamilika. Lakini tulikuwa tunafahamu kabisa tulikuwa na miradi chechefu zaidi ya 177 ambayo imejengwa ilikuwa haitoi maji. Chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan miradi yote 177 imekamilika na inatoa huduma ya maji safi na salama. Lakini eneo lingine tumeona uthubutu wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Miradi mingi mikubwa ya kimkakati ilikuwa ikijengwa kwa fedha za wafadhili. Lakini kupitia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tunaona uthubutu wake kwamba fedha za ndani imeweza kujenga miradi mikubwa ya kimkakati. Kenda Longido tumeweza kujenga miradi mikubwa. Leo tunajenga bwawa la Falkwa, lakini tunajenga bwawa la kupeleka maji Dar es Salaam, ambao ni mabwawa ambayo yalikuwepo katika la Kidunda ambayo imezungumzwa kwa muda mrefu sana. Lakini chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupatia zaidi ya bilioni 335. Hivi ninavyozungumza mkandarasi uko site na Mheshimiwa Waziri Mkuu amefika, ameweza kuweka jiwe la msingi. Ni miradi ambayo imezungumzwa na bunge hili, ilikuwa maazimio ya bunge kwa muda mrefu. Lakini chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweza kujenga huu mradi na naamini katika kipindi hichi kifupi tutaweza kukamilisha ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri zaidi na zaidi. Lakini eneo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhamira yake ya dhati. Ametupa malengo itakapofika 2025 85% upatikanaji wa maji vijijini na 95% upatikanaji wa maji mjini. Hivi ninavyozungumza mpaka hivi sasa leo vijijini tuna takriban 83% na mijini zaidi ya 91%. Lakini tuna miradi ya kimkakati ambayo tunaendelea nayo zaidi ya 1000. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge, moja ya maelekezo yenu na hoja ambazo mmezijenga kuhakikisha miradi ambayo tumeianza tunakwenda kuikamilisha. Nataka niwahakikishie jitihada ambazo tunazipata kupitia Wizara ya Fedha na support kubwa ya fedha. Nataka niwahakikishie miradi yote ambayo tumeianza tunakwenda kuikamilisha na Watanzania waishio vijijini wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu ya Tanzania ina takribani ya vijiji 12318. Mpaka sasa kupitia wakala wa maji vijijini RUWASA tumeshafika zaidi ya vijiji 10,000 na tumebakisha vijiji 2000 tu. Mkakati wa Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha vijiji vyote vya Tanzania
vinapata huduma ya maji safi na salama. Katika kudhamira yake ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ametunulia mitambo ya uchimbaji visima, ametunulia mitambo ya uchimbaji mabwawa. Tumeanzisha program katika kuhakikisha vijiji vyote vya Tanzania vinapata huduma ya maji safi na salama. Tumeanzisha program ya visima 900. Tumeanza phase 1 katika kuhakikisha katika kila jimbo tunachimba visima 5 na kuhakikisha kwamba hivi vijiji 2000 tunavikamilisha. Tumeanza phase 1, tunakuja phase 2. Mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba vijiji vyote vinapata huduma ya maji safi na salama. Waheshimiwa wabunge, mmejenga hoja kuwatetea wananchi wenu, lakini kwa dhamira na sapoti hii kubwa ambayo tunapata kwa Mheshimiwa Rais, sina mashaka, naamini katika kuhakikisha kwamba vijiji vyote vinaenda kupata huduma maji safi na salama. Tunajua si maeneo yote ukichimba maji utapata maji. Yapo baadhi ya maeneo maana yake lazima uchimbe mabwawa. Tumepewa seti za mitambo ya uchimbaji mabwawa. Wizara ya Maji haina kisingizio, tumejielekeza huko na tumeanza kwa vitendo. Leo ukienda Handeni kwa Mkambala tumejenga bwawa kubwa la kimkakati kupitia mitambo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukienda Kizengi kule Tabora tumejenga bwawa la kimkakati, leo wanapata huduma maji safi na salama. Lakini ukienda zako Monduli tumejenga bwawa la Ripruko. Kwa hiyo mkakati wetu nini? Mvua isiwe maafa, mvua iwe fursa, hasa juu ya uchimbaji wa mabwawa, kuhakikisha tunavuna maji kwa ajili ya kunywa, maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, maji yatumike pia katika mifugo yetu iliyokuwepo nchini. Nini ambacho tunachotaka kusema? Waheshimiwa wabunge, kumpata rais aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan hapatikani kila mahali, hapatikani kila wakati. Tumempata, lazima tumtumie kwa maslahi ya Watanzania. Na hapa ninachotaka kusema, Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya matatizo ya Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Juma Aweso, Waziri wa Maji. Tunakushukuru sana kwa ufafanuzi wa hoja. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi.